Naam, mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV, na muda huu tena tunageukia huko magharibi mwa Afrika kama ambavyo tumeshuhudia ripoti zikiwa nyingine zikiwa za mapinduzi ya kijeshi huko, lakini pia majuzi hapa tulishuhudia jaribio la mapinduzi likishindikana na mambo mengine yakiwa mengi huko. Sasa Guinea Bissau tunajua kuwa kule mapinduzi yalifanikiwa, na tukasikia ama tukaripoti pia hapa kuhusiana na kiongozi ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kukimbilia kule Senegal na baadaye kule Kongo. Sasa baada ya hapo jumuiya mbalimbali zikaanza kutoa matamko kuhusiana na uongozi wa Umaro Sissoco Embalo ambaye alipinduliwa huko na uongozi wa kijeshi kuingia. Sasa kuna tamko pia la ECOWAS ambao nao wamezungumza. Hii ni jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, imepinga mpango wa mpito uliotangazwa na watawala wa kijeshi wa Guinea Bissau, ikisisitiza kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba katika kuliongoza taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa mapema Disemba 15, 2025, ECOWAS imesema vikwazo vilivyowekwa dhidi ya utawala huo wa kijeshi unalenga hasa wanaozuia mchakato huo wa kikatiba. Maafisa wa kijeshi nchini Guinea Bissau walifanya mapinduzi dhidi ya Rais Umaro Sissoco Embalo Novemba 26, 2025, ambapo baada ya mapinduzi hayo walimteua Meja Jenerali Hota kuwa rais wa mpito. Mapinduzi hayo ya kijeshi katika Afrika Magharibi na Kati yanahesabiwa kuwa ya 9 kufanyika ndani ya kipindi cha miaka 5 tu, na yanatajwa kuongeza wasiwasi juu ya kurudi nyuma kwa demokrasia pamoja na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Aidha, ECOWAS imesimamisha wanachama wa Guinea Bissau katika jumuiya hiyo na kutishia kuchukua hatua kali zaidi endapo jeshi litaendelea kukwamisha mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia. Viongozi wa Afrika Magharibi walikutana kwa dharura kujadili hali hiyo na kuonesha mshikamano wa kikanda katika kulaani mapinduzi hayo. Wadadisi wa siasa za kikanda wamesema tukio hilo limeongeza shinikizo kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua ili kuzuia wimbi la mapinduzi ya kijeshi linaloendelea kushuhudiwa katika ukanda wa Sahel na Afrika Magharibi, huku wakionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha juhudi za kudumisha amani na maendeleo ya kiuchumi. Hiyo ni taarifa ya ECOWAS ambao nao wanaungana na moja kati ya taasisi mbalimbali na jumuiya mbalimbali kushinikiza taifa hilo la Guinea Bissau kurejesha uongozi wa kiraia baada ya serikali ya Rais Umaro Sissoco Embalo kupinduliwa mnamo Novemba 26 na Meja Jenerali Hota kuapishwa kuwa rais wa mpito. Baadaye nao walitoa tamko la kushikilia nchi, lakini baada ya muda watarejesha utawala kwa wananchi. Nini maoni yako kwenye hilo? Bushiriki nasi kwenye sehemu ya maoni hapo.